katika khutbatul Eid namna gani Sayyidina Ibrahim alivyokuwa yeye ndiye sababu ya kuwa tunayaadhimisha masiku haya. Ikatupeleka historia mpaka akaamrishwa kumchinja Ismail. Alipofaulu mtihani ule hakumchinja Ismail, akapewa mbadala ya kumchinja Ismail ambaye ilikuwa likichinjwa, wafadainahu bidhibhin adhim, na tukamfidia Ibrahim badala ya kuwa alifaulu mtihani tuliokuwa tunamjaribu, kichinjwa kitukufu, kondoo kutoka peponi. Maisha yanatuambia yalikwenda. Sayyidina Ibrahim alikuja akarudi zake Syria, kule Sham alipomwacha bibi Sara, ambapo Sara alimwambia, baada ya kuwa alimwambia muoe Hajar, akabeba ujauzito Hajar. Na siku hizo bibi Sara alikuwa yeye bado hajaruzukiwa kubeba ujauzito, yani alikuwa mraatun aqira, hazai. Akamwambia, ondoka naye min haithu la araha, mchukue, sitaki nimuone, peleke sehemu mimi nitakuwa simuone. Wivu ulimchukua bibi Sara. Historia inatuambia baadaye alirudi Ibrahim kwa bibi Sara nyumbani kwake, kama wanavyofanya wale ambao wana wake zaidi ya mmoja. Siku nyingine anakuwa huku, siku nyingine anakuwa kule. Siku alizokuwa yuko kule kwa bibi Sara, Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura Hud aya nambari 69 kuanzia huko, walaqad jaat rusuluna Ibrahima bilbushra, na hakika walimjia wajumbe wetu, kumjia Ibrahim bilbushra, kwa bishara njema. Bishara gani? Qalu salama, walipofika wakamtakia salama malaika, lakini walikuja kwa umbile la kibinadamu kama ilivyokuwa ada. Kwa mara nyingine malaika wakiwatembelea mitume wanajibadilisha katika umbile ambalo Mungu anataka wajibadilishe, ikiwemo umbile la kibinadamu. Qalu salaman, qala salama, wakamsalimia akaitikia salama. Fama labitha an jaa bi'ijlin hadid, hakukaa Ibrahim baada ya kuona washakuja wageni, akatoka akaenda kuwaandalia cha kuwakirimu wageni wake. Ndama, anasema alikwenda kuchukua ndama, akamchinja, akamchoma vizuri, ikisha akapeleka akawaletea wageni wake. Amewaekea mezani chakula, karibuni mule. Falamma tara aydiyahum la tasilu ilayhi nakira, alivyoona sasa Ibrahim wageni wake kawakaribisha, hawali chakula wala hawamsendesi chochote, nakira, akaogopa, akaingia wasiwasi. Wa aujasa minhum khifa, bali ukamchukua uoga Ibrahim. Malaika wale walipoliona hili, qalu la takhaf, usiogope, inna ursilna ila qaumi Lut, sisi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni malaika, tumetumwa, tunakwenda kwa watu wa Lut, tunakwenda kukiangamiza kijiji cha watu wa Lut, wamemuasi Mwenyezi Mungu. Wa mraatuhu qaima, wakati wanamwambia maneno haya, bibi Sara alikuwa yupo nyuma ya pazia pale pale, lakini nyuma ya pazia anasikiliza yale mazungumzo. Fadhahikat, Qur'ani inasema akatabasamu, akacheka. Leo nimetembelewa na malaika nyumbani kwangu. Inaonekana bibi Sara alikuwa ni mwanamke muumina ambaye anaisoma dini, amemwamini Mwenyezi Mungu, anajua thamani na utukufu na ubora wa kutembelewa na malaika. Fadhahikat, akafurahi. Wabasharnaha biishaq, ikisha na yeye wakambashiria malaika bibi Sara Ishaq, kisha kwa kizee, tunakubashiria utapata mtoto Ishaqa, wa min warai Ishaqa Yaqub, na huyo Ishaqa atakuja na yeye nyuma yake atazaa mtoto anaitwa Yaqub. Hawa wote watakuwa wamebeba risala, watakuwa ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Qalat ya wailata, akashangaa bibi Sara, ole wangu mimi. Ya wailata,
yani ole wangu mimi, alidu mimi mtazaa, wa ana ajuzu, na nishakuwa kizere kikongwe, wa hadha ba'di shaykha, na huyu mume wangu naye mzee. Sasa mambo haya inawezekana vipi? Mimi mzee, umri ushakwenda, mume wangu mzee, nije nibebe ujauzito na mashaka yale na ujauzito. Hadha la shay'un ajib, ya sani maajabu. Kwa nini nimechukua aya hizi katika hotuba yetu ya leo? Tizama namna ya maisha ya Bibi Sara na Ibrahim. Kutokea wameanzia huko, walikuwa wakikaa Iraq, wakaondoka Iraq wakaja Syria, wakakaa Syria pale. Ibrahim akamwacha Sara, akaenda na Hajra, yakapita yaliyopita, ikisha akarudi tena. Yote haya aliyavumilia, haikumpelekea atoke katika imani yake wala mlaumu Mola wake, kwa nini mimi, kwa nini kila siku mimi, kwa nini unanifanyia haya yote mimi? Hakulaumu. Ile subira yake, angalia huku mwishoni, ndio tulisema juzi mara nyingine, utaona umekuja mtihani, kwa sura ya mwanzo ya mtihani utaona ni jambo zito, gumu, baya, lakini kule mwishoni kwake Mwenyezi Mungu analeta kheri na baraka. Wamekuja kumbashiria Bibi Sara mtoto. Hapa kuna kitu nataka tujifunze na tuondoke nacho. Jamii zetu leo hii, zipo baadhi ya ndoa zimekosa masikilizano, zimekosa utulivu, zimekosa msimamo kwa sababu ya tukio kama hili ambalo limetokea sana. Akaolewa binti, akaishi na mwanamume, mwaka wa kwanza, wa pili, anaanza maneno kama ni mwanamume hana subra, wewe unakaa tu hapa. Mwaka wa pili, hatujapata mtoto, ushiki ujauzito, anaanza anamsimbulia, anamsema vibaya, unakuja kula tu hapa, unajaza choo. Bali sio hivyo tu, mpaka na baadhi ya ndugu wa wanaume wanaanza maneno, anakula bure, anakaa hapa, anafaidika bure. Sisi tunataka wajukuu bwana, hatujamleta hapa aje akae alale hadi ashibe bure, la, atuletee watoto, tunataka wajukuu. Baadhi yetu katika familia, zipo familia za namna hii. Tunaanza kumsimanga yule mwanamke au binti ambaye Mungu kamcheleweshea kubeba ujauzito, kushika mimba, kuzaa.